Hallelujah. Amen. It's time to hear the word of God. And we're going to read in the book of Ecclesiastes, chapter 5. Ecclesiastes, let's open our Bibles to Ecclesiastes. Mhubiri. Tufungue Biblia yetu katika kitabu cha Mhubiri. Chapter 5, verse 1. I'll read in the name of Jesus. Of God, as you enter in the house of God, keep your ears open. They say keep your what open and keep your mouth shut. What means be silent? Your mouth. It is evil to make meaningless offering to God. Hallelujah. Amen. When you come in the presence of God, and it's time to hear the word, you keep your mouth shut and you open your ears. Not just your ears, also your ears. Because we all need something inside of us to change. Open your ears and also open your heart. Because we need to eat that bitter salad. We need to eat the unleavened bread. We roasted meat and bitter salad. And if you don't know what unleavened bread is, you have been missing out. Sorry, I'm not gonna tell you. So let's open our ears and close our mouths. So let's welcome the preacher of today. Let's clap our hands. We're giving a wonderful welcome. Welcome, men of God. Amen. Hallelujah. I greet you all in the name of Jesus. And you are most welcome once again. Amen. Amen. I was saying you are most welcome once again. Amen. Can you look to your neighbor? And say, neighbor, you look beautiful. Amazing. Can you say you look amazing? You look amazing, Mama. Yeah. Thank you so much. We are talking about the Passover. Tunaongelea Pasaka. That's been almost one month. Inakuwa kama mwezi moja. Exactly 1 month. Ni mwezi kabisa. 5 Sundays. Yani mawiki 5 siku ya our 6th Sunday. Hii ni siku ya inga ya 6. So I've been talking and I say, nilikuwa naongea nasema, if we understand well this Passover, kama tunaelewa vizuri Pasaka, this is our door for us to go in heaven. Hii ni mulango yetu ya kwenda mbinguni. Amen. Amen. I would like your intention, please. Nitapenda unifate kwa makini. Everyone look at me. Kila mtu aniangalie. And to hear what the Lord will speak to you today. Tusikie kile Mungu atatuongelea asubuhi ya leo. I was saying that if we understand well about this message, tukielewa vizuri jinsi ya hii message, it is our success door to go in heaven. Ni mlango wetu wa ushindi kuingia mbinguni. I said,
Nilisema this story Passover started with the children of Israel hii habari ya Pasaka ilianza na watoto wa Israeli in Egypt. ndani ya Misri. So, and I said, what is Egypt? Na nikasema nini njo Misri? Egypt, it is the world Misri ni ulimwengu where we see every kind of sin, kwenye tunaona kila hali ya dhambi, where we see every kind of evil, kwenye tunaona kila hali ya kimasetani, where people they can kill themselves without pity, kwenye watu wanaweza kuuana bila msamaha, where people they can put poison anyhow. jinsi watu wanaweza tiliana hata sumu jinsi wanatakavyo. So now, the work of God Sasa kazi ya Mungu was for him to send a messenger ilikuwa ni kutuma messager so that he can deliver them. juu awaokoe. Hallelujah. Amen. So he sent Moses Akamtuma Musa so that he can set free the children of Israel. juu awafanye wakuwe huru watoto wa Israeli. And I have said this. Na nilisema hivi, It is a message ni message which was for Jesus to come. ilikuwa ni message ya Yesu kuja. God sent his son Jesus under the sun, Mungu akamtuma mwana wake chini ya jua which is Egypt, kupitia which is Egypt, ile ambayo ni Misri so that he can save us. juu atuokoe. Now, for us to go out, Sasa kwa sisi kwenda nje there is a requirement to do. kunaomba mambo fulani There fulani is a kufanya. work to do. Kuna kazi ya kufanya. I said to enter in Egypt, Nilisema kwa kuingia Misri it is easy. ni kawaida sana, Come out, lakini kutoka it's not easy. haiko kawaida, There is a strong power behind kwa sababu kuna nguvu ya fulani iko nyuma which will not allow people of God to come out of Egypt. yenyewe hawezi kukubali watoto wa Mungu watoke Misri. Hello? Can I give this example? Nikupatie mfano. When I have my example, can I use this so you can understand well? Niko nafikiria nini naweza kutumia As tu. I said, Egypt is not easy to come out. Nilisema Misri haiko teketeke kutoka But hapo, it's easy to enter in. lakini iko teketeke When kuingilia. I have my wife here, Jinsi niko na mke wangu hapa, we are living together with her, tunaishi pamoja. and I see another woman outside. Ninaona mwingine mwanamke nje, I go to womanize her. ninaenda kufanya ukahaba huko. So when I go there, Wakati ninaenda huko, I went easily nilienda kawaida to tu, come out. lakini kutoka huko Process. itashika processes. We get it? Yeah. So this is how the things is. Hii ndio jinsi mambo ilivyo. In simple way I can say, Kwa kitu cha rahisi naweza kusema, to start evil things is easy. kuanza vitu machafuko viko rahisi, But to come out of it, lakini kutoka ndani ya machafuko you need a supernatural hand to take you out. inaomba mkono wa nguvu ukukamate ukutoe. That's why when you see somebody is doing evil, Ndio kwa maana ukiona mtu anafanya mabaya, it's not him, haiko yeye, it's not her. haiko There yeye, is a strong power behind, kuna nguvu fulani kwa nyuma which yake is pushing him yenye kunamfanya evil. afanye mabaya. Your work Kazi yako for him, ni kumwombea, pray for her. ili kumwombea yeye atoke. The best solution to do Kazi ya mzuri kufanya is not to criticize him. haiko kumsema See sema, that mother, angalia ule you see mama, that father, angalia ule baba. no, Hapana, bow down. upige magoti, upandishe mikono, Very good. itakuwa vizuri sana. Hallelujah. Amen. Now we have seen that the Passover, Na hapa tunaona kama Pasaka there are three things to do. kuna mambo matatu kufanya. Number one, Ya kwanza, we have to eat. inabidi tukule. I think I will not come back to all because Sitarudilia vyote kwa sababu muda ni mchache. for those who are not coming, you are giving me a job now. Kwa wale watu ambao hawako wanafika, unanipa kazi. Because if I go to the new chapter today, you cannot understand because Kwa sababu kama sikwenda kwa chapter nyingine hautaelewa. if Nikienda kwingine ukurasa hautaelewa vya nyuma. okay, thank you. So I advise you not to miss the teaching. Ninakushauri usikuwa na shinda ili usikie mafundisho. These two previous Sundays, Hii mawiki mawili inapita,
We talk about how to eat Passover. tuliongelea jinsi ya kula Pasaka. Look at me well. Look at me. I have a big eye, I will see all of you. Unifate vizuri, niko na vimacho vikubwa, nitakuona vizuri. We have been talking about how to eat Passover. Tuliongelea jinsi ya kula Pasaka. And you know, when we are little, when we are in other churches, they were teaching us Passover. I think let's just remember this here. So I think they were teaching us, you know, Passover is when Jesus was, like, long story. Wakati nilikuwa mtoto mdogo walikuwa wanatufundisha kwamba Pasaka ni kufanya hivi, Yesu alikufa, akalamuka, akafufuka. So those, they are not telling us, they were telling the truth. But they were not lying, they were telling the truth. Hawakusema uongo, walikuwa wanaongelea ukweli. But to understand the essence, lakini kuelewa cha undani ndani, the deepest Passover, yani kinaganaga cha Pasaka, is what I'm teaching you. Ndio kile niko na kufundisha sasa. I am happy to those who they are getting it and they practice it. Na ninafurahia wale ambao wako navisikia na wanavitumikia. We say how to eat Passover. Tulisema jinsi ya kula Pasaka. And with Passover we have to eat with the unleavened bread. Pasaka tunabidi tukule mkate wenye hauna chachu. Number 1. Cha kwanza. Number 2. Cha pili, roast meat on fire. Nyama ya kuchomewa kwa moto. Number 3. Ya tatu, eat with bitter salad. Kula na saladi ya kuchungu. We explain that the unleavened bread, it is the pure teaching. Nilisikia nasema mkate wa bila chachu ni mafundisho ya ukweli. And I give the verse in Matthew chapter 16. Nilileta na verse iko Mathayo 16. And number 2, ya pili, is roasted on fire. Ni nyama ya kuchomwa kwa moto. What was the meaning of that? Maana yake nini? It is what Jesus was passing on the cross. Ilikuwa ni yale ambayo Yesu alipitia kwenye msalaba. They incited. Walimtukana. Passed through affliction. Alipitia mambo machungu. They give him all kind of names they could. Walimpatia majina yenye walihitaji kumpatia. And number 3, ya tatu, bitter herbs. Cha tatu ni saladi ya buchungu. Bitter herbs is what we say, instead of giving Jesus water, they give him vinegar. Kuliko wampatie Yesu maji, walimpatia sipongo. So now we understand that hivi tunaelewa ya kwamba the life of Passover is not easy. Maisha ya Pasaka hayako teketeke. Most Christians, they believe that when they come to Christ, Wakristo wengi wanaamini ya kwamba wakija kwa Yesu, people will clap for you. Watu watakupigia mikono. No. Hapana. Have battle. Utakuwa sasa na vita. Because most people, they want you to go back in Egypt. Kwa sababu watu wengi wanataka urudi tena Misri. Hear me. Sikia. In Egypt, huko Misri, no matter meat you can eat, hata ukule nyama za aina gani, your back will be bent. Mgongo wako utakunjamana. Because they will make you work. Kwa sababu watakufanya utumike. I think those who are there, you understand what I'm talking about. They will make you wait. They will make you work, and your back will be bent. I explain about it. Wale ambao walikuwa wanaelewa jinsi naongea kwa ajili ya mgongo kukunjamana, waliwatumikisha sana na mnaelewa. So now, kwa sasa, when you are meeting those afflictions, wakati unakutanana na hayo mambo, you say, Abba Father, thank you. Ni pale unasema Abba Papa, asante. Because you have saved me. Kwa sababu umeniokoa. Affliction is not a sign that you don't have God. Mateso haiko sinye ya kuonesha kama hauna Mungu. If really you have come out of Egypt, kama umetoka kweli Misri, it shows you that really you have embraced the way of Christ. Inaonesha kwamba kweli umeambatana na neno la Mungu. I always say this. Ni kila siku nasema, if you don't meet the devil on your way, kama haukutanane na shetani kwa njia yako, means you are moving together with him. Inamaanisha uko unatembea na shetani kwenye njia yako. Can I say it? If you don't meet the devil on your way, kama haukutani na shetani kwa njia yako, it means inamaanisha you are waiting to be your friend. Manake ni rafiki yako, mnatembea pamoja. When you say you meet together, that means you fight with him like Jacob. Maana yake kama nasema kama mmekutana, maana yake umepigana naye kama Yakobo. Went his way and you go your way. Anaenda njia yake na unaenda njia yako. Hallelujah. Amen. So our duty, kazi yetu, is to make you out of Egypt. Ni kukufanya wao utoke Misri. Even by force. Hata kwa nguvu. Even by beating. Hata kwa kupiga.
hakika. We say come out. Toka tu. Because Egypt is not your Kwa place. sababu Misri sio nafasi yako. Can I say it again? Amen. Egypt is not your place. Misri sio kwako wewe. Come out. Toka. That is the love of God Huyo ni upendo wa upon your life. kwa ajili ya We maisha said yako. in Exodus chapter 12 verse 9. Tulisema katika kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 9. You see, I'm coming back for the teaching because we have to understand. Niko narudilia mafundisho Exodus yote. chapter 12 verse 9. Kutoka 12 mstari wa The 9. Bible says, eat meat roast with fire, not sodden at all with water. Eat that meat, put it on fire. Don't put any water in the meat. Kwa kuchoma ile nyama usitie maji, uitie tu kwenye moto uichome. You see, the manner you always cook well, you put water, you make it boil, whatever. The Bible says, don't put water. Unajua mama mnapika mnatia manjumati, mnatia kila kitu, lakini Biblia inasema usitie maji. So don't put water. Usitie maji. So it is not, you know, the meaning of this means what? Maana ya hii inamaanisha nini? It means Inamaanisha when you are receiving this teaching, wakati unapokea ya mafundisho, and you see that, hello, unaona ya kwamba this word hits your heart. unaona hii neno inagusa moyo wako. This word condemn now your inner person. Hii neno inaanza kukondane mtu wa ndani. Yourself, you say, Wewe pekee unasema ndio. this is now my inside. Are you hearing what they are talking about? Kweli unasema kweli, wewe mtu wa ndani unasikia kile ambacho kinaongelewa hapa. Now your person who is inside of you, Ule mtu wa ndani sasa we tell you, atakwambia you are outside. wewe uko nje. Did you hear that they are insulting you? Unasikia kisio kwa nakutukana? You hear that? Unasikia? Now the community between the out and the in, Unaanza kupigana nje na ndani. start to fight. Unaanza kupambana. They are insulting you. Wanakutukana. You say what he said? Unasikia vile anasema? He said what? 1, 2, 3 things. Anasema sikia 1 2 3. It is not like that. Haiko hivyo. What is fighting is this: Kile ambacho kinakupiganisha the love of the world upendo wa ulimwengu that is in your heart uko ndani ya roho yako. is that feel very inside. Ile njoo inakufanya vile. Get it? When you love somebody, Wakati unampenda mtu fulani, they tell you to stop that relation. wanakuambia uache ile relation. You feel very bad. Unasikiaga vibaya. That person will not feel very bad like you. Ule mtu hata sikia vibaya sana kama wewe. Message has been told the one who hates it. Kwa sababu ile message ilifikia mwenyewe anaisikia. To be a battle. Itakuwa sasa kupambana. This is what we call Passover. Hii ndio tunaita Pasaka. Hallelujah. Amen. If Peter Kama Petro and all disciples, na wa mitume wote, it was difficult for them to listen to Jesus. kama ilikuwa ngumu kwa wao kumsikia Yesu, Very nice. It was very hard for them. ilikuwa nguvu sana Is that what Jesus was talking with? kujua ile ambayo Yesu iko naongelea. When you read the Bible, Wakati unasoma Biblia, the Bible says that Jesus had a highest knowledge. Biblia inasema kwamba Yesu alitia utafiti wa juu sana. Even the Pharisees, Hata Wafarisayo they were not comprehending Jesus. hawakuwa namuelewa Yesu. Which the doctor of the law, Madaktari wa sheria wote, when they are fond of Jesus, wakati wako mbele ya they Yesu, shake their heads. walikuwa wanatingiza vichwa vyao. Guy Huyu hata kama mtu kadogo was teaching like that. kama anafundisha hivi. So this teaching Sasa haya mafundisho is not easy. haiko rahisi rahisi. If you want to hear with this, Kama unataka kusikia na masikio, you hate me. You utanichukia, never love me more. hautanipendaka. But if you say Jesus, Kama unasema I want to Yesu, hear you will, napenda nisikie vizuri kabisa, you love me more than before. utanipenda kuliko zamani. Amen. Amen. So now I have a question. Niko na swali sasa. These disciples, they were not listening to Jesus. Kama wao mitume hawakuwa namuelewa Yesu, What about those prostitutes? kama kivipi sasa wale wakahaba? Remember that prostitute who wiped the feet of Jesus? Unakumbuka ule kahaba aliyekuja na mafuta ya harufu kumpakana Yesu kwenye miguu? Why they were too much close to Jesus? Kwa sababu gani walikuwa tu sana na Yesu?
And when Jesus died on the cross, wakati Yesu alikufa msalabani, Nikodemo Peter, na Peter hawakuwa pale. Those women, lakini wale wanawake, bisona Yesu tozakata, sie na Yesu tutapambana. Us and Jesus, sisi na Yesu hatutamwacha. A question is this. Sasa swali ni hivi, they were understanding the teaching of Jesus? Walikuwa wanaelewa ile mafundisho ya Yesu kweli? They were understanding the teaching of Jesus? I have an answer. No. Apana. They were just, you know, when you love a person, wakati unampenda mtu, before to hear him, mbele ya kumsikia, how can I say this? Your love towards him, upendo wako kwake, it already your understanding, inafanya umwelewe kabisa. When you love, my mother always tell me this. Mama yangu kila siku ananiambia, learn to understand everyone. Jifunze kuelewa kila mtu, kwa sababu you are not like them. Hauko kama wao. Understand them the way they are. Waelewe jinsi walivyo. When you understand the person, ukimwelewa mtu, hautagombana naye. Amen. So those women, sasa wale watu, they were there on the feet of Jesus. Walikuwa kwenye miguu ya Yesu, wale wa mama. It is written, imeandikwa, how beautiful it is, jinsi uzuri ulivyo, the feet, yes, which come miguu ambayo to announce the gospel, miguu ambayo inakuja kutangaza ujumbe. Love the feet, penda miguu, and the message na message will be understood, itaeleweka. Hello? Amen. Love the feet, penda miguu, and the message na ujumbe will be understood, utaeleweka. Amen. Amen. Can I give a revelation here? Naweza napata revelation. The Bible says, Biblia inasema, heaven, mbingu, is the throne of God, ni kiti cha enzi cha Mungu, and earth, na dunia, is the footstool of God, ni miguu ya Mungu kusimamia. Now, sasa, when God sent his Abraham to you, wakati Mungu amemtuma Ibrahimu wake kwako, it is the feet, ni miguu. Love him, mpende, and you understand what you na utaelewa ujumbe atakwambia. Amen. Did I communicate something? Nilisema kitu hapa. Now, as I said in Exodus chapter 12 verse 9, the Bible says, eat it with the heads. Jinsi Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 9, inasema kula na kichwa, and the legs, na miguu, and the organs, na butumbutumbu. There is a culture in Congo, kuna kutiba moja in Congo, kutiba the Eastern Congo. When you go to marry, hiyo kabila ukienda kuoa, they will cook a cow, wanafaga mbuzi, they will cook everything, even the organs, wanapigaga mbuzi na matumbutumbu yote, and they celebrate, na wanakula, wanafurahia. So it is they took that picture in the Bible, na walichukua ile picha mu Biblia. You don't know that tribe? Haujui ile kabila? You know that tribe? Kabila ya Washi. It's the sheep. So now when they cook it, it is telling you couple, wakati wanaikula inakwambia wewe, where you are going, kule kwa unaenda, it will not be easy. Halitakuwa teke. And when you take that soup, you put in your mouth, wakati unashika ile supu unatia kwenye kinywa chako, bitter, iko buchungu kabisa. I don't know if somebody is understanding. Sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. So they copy the Bible. Walikopia kwenye Biblia. So now when we are talking about the organs, we have that, even how do you call it, the blood goats. So everything's inside there. Na kabuchungu kale kabuchungu. You have to cook it and eat. Na kale unapika pamoja. This is what the Bible says. Hii ndio Biblia inasema. When you want to start the journey, wakati unataka kuanza safari, what I'm telling you, kula kila kitu ambacho ninakuambia. The word can seem to be offense to you. Ile neno inaweza kuonekana kama inakukosea. But it's for your own good. Lakini ni kwa uzuri wako wewe.
you are good. wewe ni mzuri The kabisa, person inside you lakini mtu wa ndani is telling you not to do what the Bible says. anakuambia usifanye yale Biblia inataka ufanye. Refuse it. Kataa. Hello? Hai. Refuse it. Amen. Your pastor is preaching. Pastor wako uko na kuhubiri, You are thinking about home first. uko na waza kisi nyumbani, You are thinking about unawaza kisi alivyo ule mtu. Don't do that. Usiwaze hivyo. The devil always wants to take you out of the will of God. Shetani kila siku anataka kutoe katika mapenzi ya Mungu. Today it is the beginning of our time. Leo ni mwanzo wetu wa safari. Because we're not talking about Passover. Wakati tunaongelea Pasaka, Is where everything starts. ndio kwenye mambo yote yalianzia. Accept to start this journey. Kubali kuanza hii safari. It should be good for you. Itakuwa vizuri kwako. Amen. Hello? I would like all women and mothers, if you can watch this teaching, it will help you. Wa mama na wa baba, kama mnaweza kuandika hii mafundisho itakusaidia. So, our work is to go where in Canaan. Kazi yetu ni kwenda Kanaani. The way of truth. Njoo njia ya ukweli. The work of the church is not a mutual meetings. Kanisa haiko fasi ya kufanyia marenyo. A mutual meeting, like church meetings. Haiko marenyo ya kabila hapana. Or different political party. Haiko fasi ya kufanyia marenyo ya mapolitiki. Whereby when they preach, you say yes. Wakati wanahubiri wanasema ndio. And another way you say, no, I don't accept that way. Wengine wanasema hapana hiyo. It's not like that. Haiko hivyo. We have to eat it. Inabidi tukule All organs. na mambo yote ya ndani The head, which is Jesus, na kichwa ambaye with the Yesu legs, na vinono, so that we can conquer ili on our way. tushinde katika safari Eat yetu. with all organs. Kula viungo vyote. Don't choose. Usichague. I say don't choose. Usichague. I choose this word. Nachagua ile. That one I don't choose it. Hii hapana. It's not like that. Haiko hivyo. You know, we are here to say amen, Tuko hapa kusema amina which come from our hearts. kwa ile inatokea kwenye moyo yetu. Can I tell you something? Nikwambie kitu. My work here is to, or our work Kazi yetu hapa is to take you out of ni Egypt. kukutoa And Misri. if you discover that, Na kama unaona hiyo naelewa, you celebrate. utafurahia kabisa. You understand? I was somewhere. Utaelewa, nasema nilitoka sehemu fulani Celebrate God. na hata nifurahie Bwana. Do you know other churches, Kuna wengine makanisa they even sacrifice cows. wanakuaga wanasakrifia kama nyumba zao, They take cows. mang'ombe, mang'ombe And houses na manyumba, because of what the man of God did. kwa sababu ya benye mtumishi wa Mungu alifanya. They don't know what they are doing, at least they are doing. Hawajui wanachokifanya, lakini wanafanya. Lakini So everyone must understand that kila mtu anapaswa kuelewa, no matter how I dress, how I eat, how I have collaboration, how I have relationship with people, everything will die. unaweza kusema, kila mtu aseme ya kwamba hata kama naweza kuvaa vizuri, nikuwe na magari mazuri, nikuwe na relation mzuri, lakini kumbuka kwamba kila kitu kitakufa. Hallelujah. Your education, Na hata masomo yako in the graveyard. itaenda kuzimu. That they sing, there's a song in Nyumba Wokovu, they sing, you go down there alone and nobody. Ile nyimbo ya wokovu inasema moja hivi, nasema utaenda peke yako, hakuna atakayekushindikiza. This is it. Njoo hiyo. Now you need to have something which, when this body will die, but you will be alive. Inabidi sasa uwe na kitu ambacho wakati mwili unakufa wewe uwe tena mzima. That's what I'm teaching you. Njoo ile ambayo ninakufundisha. Love it, carry it like your bag. Penda na uikamate kama Wherever sakoshi. you are going, go with it. Kwenye unaenda uende nayo. It is your weapon. Ni njoo silaha yako. When you see other things, you see like this is the poop. It's nothing. Wakati unaona mambo mengine uyaone kama mavi. It's nothing. Ni kitu bure kabisa. Blessed to the one who has discovered Ubarikiwa kwa ule ambaye uligundua sound of the sound of the trumpet. ulisikia ambaye sauti ya trumpet. Because the trumpet of God will differentiate those belong to him and those belong to the devil. Kwa sababu tarumbeta ya Bwana iko tofauti na ya shetani. It differentiates who is your parent, the devil or God.
utajua kutofautisha nani baba yako, Mungu au shetani. If you are in this church, kama uko ndani ya kanisa hili, I believe God is your parent. Na imani ya kwamba Mungu ni baba yako. And praise him. Na umwabudu. And for that, na kwa hiyo you have to eat everything. Na kwa hiyo inabidi ukule kila kitu. You know what is for your own goodness. Ni kwa ajili ya upendo, kwa ajili yako tu. Today I want to pick slowly so that you can understand. Leo napenda niongee polepole juu nielewe. When your pastor will correct you or shout at you, wakati pastor wangu anakufokea wala anakukorishia, ask yourself why me. Jiulize, ujue nini ananifokea mie. Ask yourself. Ujiulize. Your pastor shouts or speak to everyone who passes on the road. Pastor wako eske anakuwa fokea kila mtu anapita njia? Ask that question. Jiulize. Why me? Kwa sababu gani mimi? Why pastor is not beating them outside there? Kwa sababu gani pastor haiko napiga wale? You have to understand. Inabidi uelewe and say thank you Lord. Useme asante Bwana. Because he loves me. Kwa sababu unanipenda. You know, in this world, unajua ulimwengu huu, there are more people that are looking for advices. Kuna watu wengi wako wanatafuta ushauri. They are looking somebody to help them. Wanatafuta mtu awasaidie. But they don't find. Lakini hawampati. What is the grace which you receive when you are hearing such word of God? Ni neema gani ambayo umeipokea wewe kusikia neno kama hili? Telling to your body that your body is nothing, zero. Ile ambayo inakuonyesha kama mwili wako ni kitu bure. Go in Tanzania, you see a small chamber, a small house they put there, house of advices, and they put the price. Uende Tanzania huko utaona nafasi moja wanaandika nyumba ya ushauri. Juu uende wa kushauri kule unalipa pesa yako. You pay your money. Utalipa pesa yako. That is a moral advice, a physical, the way people, the 10 commandments. Ile ni ushauri ya kimwili, ile yenye iko kimwili. But look now, you are here. Angalia sasa uko hapa. Receiving this kind of secret. Uko napokea secret hivi. It is love. Ni upendo. Hallelujah. Amen. It is love. Ni upendo. Amen. If you see a person that comes to you, I say, ukiona mtu anakuja kwako anasema, look at me please, can you look at me? Naomba niangalie. My spirit please, can you stand up? I know my spirit, okay. Mama Elian, can you stand up please? Mama Elian, naweza kusimama? Mama Elian, I see you look good, but another time, can you change of dress and put like this? Unaona tu mtu anakuja na kuambia Mama Lilian unapendeza, lakini muda mwingine usivae tena hivi, uigeuze hivi. That is love. Ni upendo. People they are passing. Watu wengi wako wanapita. Don't tell you. Hawakwambii. If you find that if you find that person is telling you the, kama unakutana mtu anakuja na kuambia ukweli, praise God. Ufurahie. And love that person. Umupende kwa sababu naye anakupenda. We are living with more hypocrisy people. Tuko tunaishi na watu wanafiki sana. Whereby even you do evil, they can't tell you anything. Kwenye ambao hata ufanye makosa hawezi kuambia. He's waiting for you to fall down. Anakungoja uanguke. He can put it on Snapchat. Akutie kwenye social media. But when a person comes to you, they say, Natasha. Lakini kama mtu anakuja kwako straight anakuambia Natasha, do that. Usifanye hivi, fanya hivi. Understand that God loves you. Uelewe kwamba Mungu anakupenda. I thought that everyone would say amen. Nilizania watu wote watasema amen. Amen. If you have somebody who comes to take you out of Egypt, ukipata mtu kutoa Misri, thank God. Furahi. See, others will say, don't follow my private life. Kuna watu wengine wanasemaga usifuatilie maisha yangu ya privé. Let me tell you this. Acha nikwambie hivi. In God, ndani ya Mungu there is no private life. Hakuna vie privé. Everything is naked. Kila kitu kiko wazi kwa Mungu. You understand that? Unaelewa hiyo? Understand this love. Elewa upendo. When my bountiful father called me and advised me and beat me on the phone. Wakati baba yangu wa kunizaa anakuwa ananiita, ananishauri na ananipiga hata kwa telefoni. Ask my wife, when I see the call of Baba, I said, did you tell something to
So I mean, I have the fear of my Uliza hata mke wangu wakati naonaga apele ya baba yangu na ulizaga kwanza piko vya uliongea na papa. Na manake nasikiaga kitu kimoja kinacheza. Now my spiritual father. Baba yangu sasa the person who always preach here. Ule anahubiriaga hapa. Is a simple man ever. Ni siko mtu wa simple sana. But when it comes to correction, lakini kifika fasi ya kukorije, tell you what is blue and what is white. Anakuonesha nini black and blue. Amen. Amen. It's love. Ni upendo. Hallelujah. Amen. Today I want you to put in you something. Nataka leo nitie kitu fulani ndani yako. If you see me, kama unaniona mimi, I have taken a way of correcting a inner person. Wakati nashika njia ya kukorije mtu wa ndani. I know why. Ninajua kwa nini. I know why. Najua kwa nini. It's for your own good. Ni kwa ajili ya you know where you are. Unawe kwenye huko. You have every ability of having whatever on earth. Uko na uzoea ya kushika kila kitu kinyeko. You have every ability, you have every power. Uko na ile nguvu ya kushika kile kile unapenda duniani. And for your body. Kwa mwili wako. But now I have come to show you. Lakini nimekuja kukuonesha ya kwamba is not in the world. Ile yenyewe haiko ulimwenguni. Receive it. Ipokee and love it. Na uipende. Amen. Hallelujah. Amen. Let's eat all things. Acha tukule mambo yote. Now, in which attitude? Kwa karakteri gani? Attitude. With position. Position gani? So, it was I give back all teaching for 6 Sundays. Niliwapatia mafundisho haya kwa wiki 6. I have compressed it and give it to you. Nimefanya kwa ufunyo na wapatia. What I was explaining to you is for the teaching of 6 Sundays. Ile ambayo nawaambia hapa ni kwa ajili ya wiki 6 ambazo nimefundisha. Now in 15 minutes, kwa dakika 15, I want to introduce a new chapter which is in the Passover. Nataka nipatie introduction ya ukurasa mpya. We continue later. Na tutaendelea baadaye. What attitude to take? That is my topic. What attitude to take? Position gani tunaweza kukamata? What position to take? Msimamo gani tunaweza kukamata? This is the topic of today. What position to take when we are eating Passover? Msimamo gani tunaweza kukamata wakati tunakula Pasaka? Hello. Amen. Exodus chapter 12 verse 11. Let's read. Kutoka 12. I want the mic to Mama Jolie. Can you read for us? Exodus chapter 12. Exodus chapter 12 to 11. Thank God and praise God. Can you stand up? Kutoka 12 mstari wa 11. Joe. Kutoka 12 verse 11. Mstari wa 11. We need to have it reading. Are you there, all of us? Not yet, are you there? Yes. Amen. Yes. Amen. You want to get the Bible? Mmevivavia mumevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamula kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana, maana nitapita katika ya nchi ya Misri. Amen. Thank you, Mama. Can we clap for Jesus for the word? I said, can we clap for Jesus? And the Bible says this. And thus you shall eat with a belt on your waist, your sandals on your feet. Number 2.
and your staff in your hand, so you shall eat it in haste. It is Lord's Passover. Amen. Amen. Hallelujah. I want us. There are 4 things which we discover here. Kuna mambo manne ambayo utagundua hapa. Which attitude can we take? Position gani tunaweza kushika? In other simple English, au kwa msemo mwingine, what dress kivazi gani can we dress when we are eating the Passover? Kivazi gani tunaweza kuvaa wakati tunakula Pasaka? Amen. Amen. I want to discover these things today. Nataka uelewa ya mambo leo. Hear me. When God is saying eat, what is the meaning of eating to God? Wakati Mungu anakuambia ukule, maana gani ya kula kwa Mungu? When God say eat, Mungu anakuambia kula, what is the meaning of eating? John chapter 4 verse 24. Maana ya kula. Tuende katika kitabu cha Yohana. John chapter 4 verse 24. Yohana 4:24. I want everyone to be there. John chapter 4 verse 24. Are you there? Tuende katika kitabu cha Yohana. We read. Can I read or mstari verse 24? John chapter 4 verse 44. The Bible says, 34. yeah. Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and finish his work. Hear this. When Jesus sent his disciples to buy food, wakati Yesu aliwatuma wanafunzi wakanunue chakula, when they went, wakati walienda, the fact Jesus was conversing with a certain woman. Walikutana Yesu iko na anamfasiria mwanamke mmoja. When he was chatting with that woman, wakati iko naongea naye, now the disciples said, wa mitume wakasema, Master, mkuu, the food is here. Chakula kiko hapa. And they see their master, wakaona mkuu wao doing some pride. iko nafaa kiburi. Come eat. Njoo tule. So what is the problem? Nini shida gani? They saying themselves now. Wakasema sasa wenyewe. Maybe a person come to give the master food. Saa zingine huyu jamaa alikuwa kupatia chakula mkubwa. Maybe a person. Saa zingine huyu mama. No. Maybe a person. Saa zingine mtu come to give food to this master. Alikuja kumpatia chakula kwa mkuu. You get it? So now, instead of saying, kuliko asema, Master, this woman has given you food, kuliko wamwambie huyu mwanamke alikupa wewe chakula, but they start to say maybe a person come to give you. Wakaanza kusema saa zingine mtu alikuja kumpatia. Do you ever meet the person and say, Mama, people are saying you are like this. No, it's not the people. It's himself who is saying you are like that. But he said people are saying. Ushakaona mtu anakuja kuambia sio watu wako wanasema hivi, sio watu, ni yeye ndiye anasema. Maybe he's the one who's saying. Saa zingine ni yeye ndiye iko naongea. Now you know what God said, Jesus said to them. Unajua yale Yesu aliwaambia? He said, my food, chakula changu, is to do ni kufanya the will of the one who sent me, ni kufanya mapenzi ya yule ambaye and finish his work, na kumaliza kazi yake. What is to eat? What is our food as children of God? Nini ndio chakula chetu kama watoto wa Mungu? When I am teaching you this, wakati nakwambia hii, what is the when we are talking about eating the Passover? Wakati nakwambia kula Pasaka, what is the meaning of eating that Passover? Maana yake ya kula Pasaka ni nini? Amen. Amen. Eating the Passover is to do the will of God. Kukula Pasaka ni kufanya mapenzi ya eating the Passover is to do the will of God. Ni kufanya mapenzi ya Mungu. So, sasa here the will of God, mapenzi ya Mungu, is to come out of Egypt. Ni kutoka nje ya Misri. When he sent his servant, wakati anatuma mtumishi wake, and they let go on the way, anakwambia tuende njiani, the one do ule mwenyewe ataanza kutembea, let go, leta tuende. There is a song, kuna nyimbo ule nyumbani inasema, tunaenda Kanana, tunaenda Kanana, tunaenda Kanana, hatutarudi tena nyuma. So you understand that? When the will of God comes, wakati mapenzi ya Mungu yanaanza, it is to go out of Egypt, ni kwenda nje ya Misri. Amen. Amen. When we say eat every
things. Wakati tunasema kula kila kitu, kula kondoo na mtumbutumbu vyote, vile na uchungu vyote kula. Vile na uchungu wale kula meza. Pastor, you have hit my heart. Unazae inarudiza roho. Eat it. Kula. This is Passover. This is the will of God. Ndio mapenzi ya Mungu. Hallelujah. Amen. A medicine, a doctor will not all over give you Panadol. hata kupatia kila siku Panadol. He can give you some quinine. Hata kupatia na kinine. What we call in French coafinicol. Ile atakupatia ile dawa ya kuchungu. You eat it and you feel start to inch yourself. Utaikunya na anaanza kukuwasha. It's curing you. Ile kwa lakini iko na kusaidia. But it's curing you. Lakini iko na kuponya. Unakuta away malaria plus one. Lakini iko natoa ile malaria ya kwanza ile. This is it. Yes. Amen. Oh, Jesus. This is the secret we are giving you. Hii ni siri ambayo ninakuibia. To come out of Egypt. Utoke ndani ya Misri. So that you can stand strong on the way. Usimame kiume ndani ya problem. Ukikutana na shida. This is the journey. Unasema hii ni safari. When we enter in the deep teaching. Wakati tutaingia kwenye mafundisho ya kitagala. Hautakuwa na shida. We start talking in tongues. Tutaanza kuongea hata kwa lugha. When a visitor comes. Wakati mgeni anakuja. What did they preaching here? Watasema nini njoo waliongea hapa? Hearing the tongues. Hii kwa nasikia tu kwa lugha tunaongea kwa lugha. Amen. This is the secret for you to discover. One day I will meet Abraham. One day I will meet Peter. It is the way I'm giving you. Hii ni siri ambayo niko na kuambia ambayo siku moja utakutana na Ibrahimu, unakutana na Petro. One day Jesus said, siku moja Yesu akasema, the kingdom of God, ufalme wa Mungu, is like the one who found the treasure. Inakuwa kama ule alipata utajiri in the farmer. Ndani ya shamba. He went to hide it. Akaenda kaifuchika. So he went to sell everything. Akaenda akauzisha kila kitu. Had in his house. Alikuwa na nyumba. Because of what he found that treasure. Kwa sababu alipata ule utajiri. Jesus said, Yesu akasema, the kingdom of God, ufalme wa Mungu, is like a person who found the treasure. Kama mtu aliyepokea utajiri. Keep it. Ana uchungu. He went back home. Anaenda kwanza nyumbani. To sell the material things. Anauzisha kila alichokuwa nacho. Anapatia masikini. And why? Kwa sababu he have found the treasure. Alishapata utajiri wa kweli. Amen. This is it I'm giving to you. Ndio niko nakupatia. You find the word of God. Utakutana neno la Mungu. As you find the word of God, jinsi unakutana neno la Mungu, be happy. Ufurahi. Go sell everything. Uende uzishe kila kitu. In you there are things you have to sell. Ndani yako kuna mambo unaweza kuyauzisha. Sell them. Uzishe ile mambo ndani yako. Amen. So in you there are things you have to sell. Ndani yako kuna mambo ambayo unapaswa kuyauzisha. Sell them. Uzisha kila kitu. The word only. Uweke tu neno la Mungu. Aha. You are a private property of God. Uko propriété privée à Mungu. Uko utajiri wa privé wa Mungu. So sell other things. Uzisha. The riches of God with other stuff. Acha kuchanga utajiri wa Mungu na mambo mengine. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Like other people in that's how I say this. Other people in Egypt churches. Kama watu wengine kule Misri, like makanisa ya Misri. Amen. So when they hear the word of God, wakati wanasikia neno, wanasikiaga hata akili nazunguka, wanashikana hata makoti zao wanazivua, maviatu wanashika wanatia kwenye madhabahu, wanaenda wanauzisha, wanauzisha kila kitu wanatia kwenye miguu ya mtumishi wa Mungu. Is what they always do. Ndio yale wanafanyaga. One day, siku moja, me and my wife,
They were doing a construction somewhere. tulikuwa tunafanya majenzi fasi. They were doing a construction somewhere. Walikuwa wanafanya majenzi fasi In the church. ndani ya kanisa. We did not have any money. Hatukukuwa na pesa. But we have clothes we are selling. Tulikuwaga na nguo za kuzisha. It was after 1 week of our marriage. Kwa sababu kutokana na wiki moja baada ya mariage yetu. It was after 1 week of our marriage. Baada ya wiki kwa mariage yetu. When we heard they are saying that we want to construct things in the church. Wakati tulisikia wanasema tunataka tujenge kanisa. You know what I did? Wajua nifanya nini? I just looked at my wife and said, if I tell her now. Nikaangalia mke wangu na sasa nikimwambia hapa. Sasa zingine atakataa. I went to take the key. Nilienda nikashika funguo. My suit of marriage. Nikashika ile koti yangu ya mariage. Nikashika nguo zake. I took and some clothes that were new. Nikashika nguo za mpya zilikuwa nikaenda nikapana kwenye kanisa. Ilikuwa ni pesa ya kweli. Nguo za pesa ya kweli. You know when you find a treasure, wakati unapokea utajiri, other things you will not be concerned of that. Yengine hautayajali hata. You sell them. Utauzisha. But you are receiving this true pure word of God. Wakati wewe unapokea hii neno ya ukweli kabisa. I have to beg you. Ninabidi nikubembeleze. You to pay the rent. You lipe hata ni. I have to beg you. Ninabidi nikubembeleze. You to pay the mic. Ulipe hata hii mikro. I have to beg you, Mama, please, can you? Mama, tafadhali unaweza. Begging. Nikubembeleze. Lakini wabisi. What they say? Nangi mo tasando lao. Wasa nataka mtu wa mia. Oso wapango. Pata wale. You are running. Unakimbia. They are lying, you do it. Wanakudanganya na unafanya. But when they tell you the truth, you don't do it. Lakini wakati wanakuambia ukweli haufanyi. Oh, Jesus. What is now our dress? Nini ndio tunao kivazi chetu? Number 1. Cha kwanza. When we are eating Passover. Number 1. Tuko tunakula Pasaka. The Bible says, I will use this system. The deacon Catholics. I don't know how to. Let me look a simple English, Mama. Simple English, they say what here. With the belt on your waist. Na mikaba kwenye kiuno chako. Number 1, if you have to eat the Passover. Kama unataka kula Pasaka kitu cha put the belt on your waist. Funge mikaba. Put your belt on your waist. Funge mikaba yetu. We know when we are in the aircraft. Wakati tuko kwenye ndege. We want to go up. Tunataka kupanda. Passengers over here. Watu wote kwenye ndege. Inabidi ufunge sekerese. What we have to do. Ile ndio tunapaswa tufanye. Before going up. Mbele ya kupanda juu. Now what is the meaning of put the belt on the waist? Nini ndio maana ya kufunga mkaba? Or tie the belt. Wala mkaba wenye kukaza. Ephesians chapter 6 verse 14. Waefeso 6:16. I am giving you a revelation in the Bible, not I think God told me the dream. No, this is the Bible. Niko nakupa revelation zenye ziko mu Biblia, hapana ile ya kuanza. Ephesians 6 verse 14, what the Bible says there. Waefeso 6:16. Hello, Esther, are you here? So, what the Bible says now, let's see. Sorry, yeah. Yes, sir. The Bible says that. Put on the belt of what? In Swahili. Thank you. Inasema hivi. Basi simameni. Hali mmejifunga kweli viunoni. Aha! On your waist there, on your waist. Your belt. Your belt, when you tight your belt, sentire kabisa umeifunga. That belt means what? Mkaba unamaanisha nini? Means the truth. Inamaanisha ukweli. The truth. Ukweli. Must be on your waist. Ukweli unapaswa kuwa kiuno chako. Hey. When you are eating this Passover, wakati unakula Pasaka, you have to have the truth. Inabidi uwe mkweli.
Not no. Hapana. Because when you don't tie well, Kwa sababu kama ukufunga vizuri your pant will go down. pantaloni itakuanguka. Your kikwembe will go down. Vikwembe vitaanguka. That's why when you go to the tailor, the tailor makes a small what do I call it? A small wire or whatever. Ndio kwa maana wakati tunaenda kwa taere tunatia tu makamba fulani kwenye kikwembe. When even you are dancing totally hata kama uko nacheza kisirimba hakiwezi kuanguka. Not with any ideas. Hapana mawazo mengine. The pure word is coming from you. Nini neno takatifu iko nakuja kwako. And the second one said what? Ya kufuata inasema. No, okay. Wait. 1 Peter chapter 1 verse 15. Petro wa kwanza. Yeah. I think I'm teaching some things here. Am I helping you? Yes. Am I helping you? Niko na kusaidia. Chapter 1 verse 15. 1 Peter 1:15. Please Nati. 1 Peter 1:15. Petro wa kwanza inasema. Petro wa kwanza 1:13 inasema. Yeah. Kwa hiyo now vifungeni viuno vyenu. Tight your sorry. Kwa hiyo yes, vifungeni viuno vya nia zenu. Tight your bed with your understanding. Na kuwa na kiasi. So be with a level. Mkitumainia kwa utimilifu ile neema mtakayo iletewa katika ufunuo wake. By and the success accomplishing by the grace of who? Yesu Kristo. So now, what is these two things here? Hii ndio mambo mawili ni nini hapa? When we are hearing the word of God, when we are we are eating the lamb. Wakati tunakula mana kondoo, so we have to tight our waist. Inabidi tufunge viuno vyetu. Tight our belt, that belt. Kufunga ile mikaba. That means the truth. Mkaba unamaanisha ukweli. And the waist or the kidney. Na kiuno inamaanisha the understanding. Inamaanisha kuelewa. When you come here, wakati unakuja hapa, must ask the spiritual understanding. Inabidi ukuwe na kuelewa kwa kiroho. So understand this word of God. Unaelewa hii neno la Mungu. Because the lamb is Jesus. Kwa sababu mwana kondoo ni Yesu. And you have to eat the lamb. Na inabidi tumkule. Eating the lamb is to do what? Na kukula mwana kondoo inabidi kufanya the will of God. Na inabidi tufanye mapenzi. And the will of God is to do what? To come out of what? Na mapenzi ya Mungu inabidi kutoka wapi? Kutoka nje. Now when we are doing that, wakati tunafanya hivyo, our waist, viuno vyetu, we have to have the truth. Inabidi tuwe na ukweli. To tight it well. Tufunge vizuri viuno vyetu. Amen. Balinga tena sawa. Wapende wasipendi niko hapa. Lucky to not I'm here. Waitika wakubali si niko tu hapa. Matatizo shida niko tu hapa na nimeshafunga. Hey, Jesus. When you come out, wakati unatoka nje, don't allow any teaching to enter in your understanding. Usikubali maneno fulani ingie ndani ya kuelewa kwako. Wherever you be comparing. Kwenye utaanza sasa kucompare. This teaching the way they teach. Mama. Mafundisho na hii. So a lot of understanding now start to enter. Ile mama kuelewa kwa mingi unaanza kuingia sana. You start to see utaanza kuona maford. You see that one. Utaona ule. See Papa Theo. Ule Papa Theo. The show Papa Theo. Papa Theo alikuwa hivi anafanya kiatu hivi. Was like alikuwa Mama Espe. Mama Espe. The way dressed like mankanzo yake iko na masikio. So you start to allow other understanding. Unaanza kuleta ingine kuelewa. We are not coming to church for that. Hatukuye kukanisa juu ya hile. Your clothes will go down. Manguo itaenda chini. They will see your nakedness. Watakuona utupu. Hey, when you speak and you see understanding, you see hearing other teachings. Wakati unaenda nasikia ingine mafundisho. Contrary to what I'm teaching you. Contrary to what I'm teaching you. Contrary na mengine niko nakufundisha. Your pants will go down. Nguo itakuanguka. People will see your nakedness. Watu wataona utupu. Mama ndio sana hivi. So people are seeing your nakedness. Watu wanaanza kuona utupu. But tight it. Wakati utaifunga vizuri, it will not go down. Haitakuanguka. Amen. Amen. Tight it.
Funga vizuri. You are there on Ephesians. Yeah. Petro. Go in Ephesians again. Number 3, shoes on your feet. Shoes on your feet. Cha tatu, viato kwenye miguu yako. When you are eating this Passover, wakati unakula hii Pasaka 24/7, shoes on your feet. Wakati unakula Pasaka, viato kwenye miguu. Why? Kwa sababu gani? Kwa sababu tunaenda mdesert. If you don't have shoe, kama una viato, I will tell you what you mean. Nakwambia wewe utakutana nayo. What is the Bible saying in Ephesians chapter 14? Shoes on your feet. Waefeso 14. Let's go there. Can you pass please? Ephesians 6:15, I think. Put on the peace that comes from the Okay, wait. This translation is. Let's go. Another translation said. Oh, Pastor. 14. 15, 14 nasema, basi simameni hadi mkijifunga kweli viunoni. Tunaenda 15. Na kufungiwa miguu utayari. So, tupatao kwa injili ya imani. So, above all, 15, and having shoes on your feet with preparation of the gospel, with zeal of the gospel of peace. Yeah. Hallelujah. We cannot be thank you. With the zeal of what? Kwa injili, Mama Lilian, with the zeal of what? Kwa injili of the gospel. Amani. The zeal of the gospel. Injili ya amani. Number 3, the zeal on your feet. You need to have shoes. Inabidi uwe na viatu. That shoes, hivyo viatu is the gospel. Ni injili. For that shoes, you must have the zeal. Inabidi viwe na in other English, the courage. Uwe na courage. That's feelings of working for God. Ile kujisikia kutumikia Mungu. In our church we know. Ndani ya kanisa yetu tunajua. When we are church, wakati tuko kanisani, this one, huyu mama, is the one who can go to the church. Huyu ndio anakoropaka. He have that zeal. Iko na ile kitu. Zeal, I want that for it in zeal. Injili. Zeal is not injili. Zeal is a courage. Courage. That's courage. Iko na courage. That zeal of nobody can stop him. Ule mwiko na bidii, hakuna hata mwanaweza kumstope. That's zeal ya bidii. So when we are in our church like this, wakati tuko ndani ya kanisa letu, we know mama stuff. Tunajua mama fulani, mama stuff will do what? Will mop the church. Mama fulani ndio anakoropaka. Sister stuff will buy the piano. Dada fulani ndio anauzaka bidii. So you have that zeal in the church. Uko na ile bidii. You don't need pastor to tell you. Wewe haungoi pastor. But you know I am in the pastor. Unajua niko ndani ya pastor. I have to have that zeal. Inabidi nikuwe na ile courage. I cannot miss to church. Siwezi kosa kanisani. No matter what. Hata nini ikuwe. I have to go. Inabidi niende. I have to go. Inabidi niende. It is better for a person. Ni vizuri kwa mtu not to miss the church. Usikose kanisani. It's where we hear life. Hii ndio tunasikia kwa ukweli. Amen. Where is your zeal? Ile courage yako iko wapi? Where is your bidii? Bidii yako iko wapi? Where is your zeal? Bidii yako iko wapi? When we miss this sister in the church, we say, oh my God, I don't know what we can do because she's not around. Kwenye tunaizi kuya tunamuona yule dada haiko, tunasema oh nini mbona haiko leo? So you miss or you don't miss. Wewe ukose usikose. It's the same. Ni yale. But God does not like this. Mungu hapendi hivyo. God does not like this. Mungu hapendi hivyo. We want when we are coming out of Egypt. Inabidi wakati tuko tunatoka, we are eating our Passover. Tuko tunakula Pasaka yetu. Natasha take this hand. Nasema Natasha namshika hapa. One brick. Leta tafadhali. Iva leta mchanga. Let me bring the ox. Leta hii. Let's build the church. Leta tujenge kanisa. It's what God needs. Ile njoo Mungu anataka. Oh, kanisa ni ya pastor. Who told you kanisa ni ya pastor? Kanisa sio ya mchungaji.
Mchungaji. Who told you the church is for pastor? Nani alikuambia kama kanisa ni ya mchungaji? Pastor is a messenger. Mchungaji ni mjumbe. Ni mjumbe, ni msa wako. Your courage, your kuraje yako bidii. 2 Timothy chapter 3 verse 4. Timotheo wa pili. 2 Timothy chapter 3 verse 4. Pete. The Bible says what now? What's getting it? Mama, are you there? Tupo. 2 Timothy chapter 3 verse 4. What the Bible says? They'll online. Go again. I'm looking something. Be restless. Keep up with pride and love. Number what? Rather than God. Number 4. Number 4. Oh, 4. No. 2 Timothy chapter 3 verse 4. Yeah. Can I hear there? Swahili nasema wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Thank you. So now say at the last time, kwa siku ya mwisho we have traitors. Tutaona wakaidi. I'm not saying traitors is not guiding. Wasaliti. Yeah. We have traitors. Wasaliti. And I think I'm not preaching about that. So the last thing he said, they love the world. Watapenda anasa more than God. Kuzidi Mungu. There are people they love the world. Kuna watu wanapenda anasa za dunia more than God. Kuliko Mungu. I teach you about the world. What is the world? Nimewaambia ulimwengu ni nini? When you love yourself too much more than God. Wakati unajipenda sana kuliko Mungu, you are yourself the world. Wewe peke yako unakuwa ulimwengu. There are people that love themselves more. If they say the God, number 2. God, kuna watu wengine ukiutia juu ya Mungu anasema Mungu namba ya pili, rudia kwa kule nyuma, mimi niko mbele. When they tell you to come to church, wakikwambia njoo kanisani, you have work. Uko na kazi. You have appointments. Uko na when they tell you, Mama, Natasha, can you come to a party? Even you have work, you close. Wanakwambia Natasha kuya kutoka kanisa. But when they say come to church, you have appointments. Wakati wakwambia ukie kukanisa, wewe unakosa na rendezvous. It's not about you. Haiko wewe. God knew. Mungu alijua. In Australia, people will be like that. Watu watakuwa hivyo. Can I tell you the truth? Nikwambie sasa ukweli. It is a case. Ni laana. When you love yourself more than God. Wenye unajipenda sana wewe peke yako kuliko Mungu. The Bible says, Biblia inasema, if you want to follow me, kama unataka kunifuata, ujikane mwenyewe. Amen. That is where there is a problem. Ndio kwenye kuko problem hapo. If you want to follow God, kama unataka kumfuata Mungu, deny yourself. Jikane. May God be a priority. Acha Mungu akwe namba moja. But you guys, Eva, where are you coming from? Pastor, I mean, you are taking yourself first, your priority more than God. Unajitia peke yako wa kwanza kuliko Mungu. It is a case. Ni laana. Look now. Angalia sasa. How many cases you put in your life? Ni malana mangapi ushatia katika maisha yako? People are in the church looking on their time. Watu wako kanisani wanaanza kuangalia ndani ya masaa zao. But he come to church 11 o'clock. Alikia kanisa saa 5. He comes to church 10:30. Anakuya saa 4:30. The things of God is not in you. Mambo ya Mungu hayako ndani yako. Only about yourself. Uko na waza peke yako wewe. Let me go to this. Let me go to this. Let me go to this. Kwa hii, nende kuku. You are full of yourself. Uko umejaa kipekee. The Bible says, Biblia inasema, at the last time it will be like that. Kwa wakati wa mwisho itakuwa. I don't want that last time you fulfill on your life. Sipendi yale mambo ya mwisho yafanyike kwako. Can you be on the table with Jesus looking your time? Unaweza kuwa na Yesu mezani kweli unaangalia saa yako. And when they ask where are you going, you are going home only to sit with your phone and the TV only. Wakikuuliza unaenda wapi? Unaenda tu kunyumba, uikale tu na telefone na television unaangalia. And are you still that you are keeping yourself inside and you are producing yourself outside? Uko naona kama wewe peke yako, uko najua peke yako kiundani na wewe peke unajionyesha kiuinje. Where are you going, my mother? Wewe unaenda wapi mama yangu? My father. Unaenda wapi baba? My brother. Baba unaenda wapi kaka? My sister. Dada yangu unaenda wapi? What you are doing, is it going to help you really? Ile uko nafanya itakusaidia kweli? Think about it. Waza jia hili.
Think about this. Waza jia hii. I come to you, I plead, I'm crying in my heart. Ninakuja kwako, niko nalia ndani ya moyo wangu. Look how we can change. At least how we can change. Angalia jinsi unaweza hata kubadilika basi. Why are you taking God on another on level 4 and yourself in level 1? Angalia jinsi uko namtia Mungu kuna namba ya 4, wewe uko kuna namba ya kwanza. If they call you to the meeting of a minister, or no, it's a mayor of your area, you'll be there happy. Kama chef de quartier na kuita hata basi kumuongea hapa Australia na look good. Ushapendeza watu ushajibu, ushajikanyaga. You are Congolese now. Kama sasa uko Mkongomani na ule chef atakusikia. Just say Ushakuwa wewe. You talk. Munaongea. Haupendi hata mwacha. On the table with your God master. Ini wewe na Mungu mko kumeza. Pastor Moishi umalize tu tushamasikia yote. Have mercy. You have to know this is the case. Ujue hii ni laana. That why what you are doing in your life is not going on. Angalia tena uko unafanya maisha yako yaendelee. This one ni shida. Unaangalia hii problem. Ni shida. Inaendeka leo kesho inaanguka. You put the word of God behind. Kwa sababu gani unatia maneno ya Mungu nyuma yako? Hey Lord, have mercy. You will see in some churches they put 2 hours of choirs are singing. Unaona kama kanisa zingine masaa mawili wako wanaimba tu Qur'an. And they say we have our guests we didn't 15 minutes. Me. Wanasema tuko na mtumishi wa Mungu tunampatia dakika 15. Mimi nilipatia dakika 15 niko na ubiri ushatia masaa mawili ya kuimba. I mean, to hear God becomes a problem. Maana kumsikia Mungu inakuwa sa shida. Imagine I'm the one who's bringing life to you. Jiwaze niko nakuletea uzima. But look, akini angalia. How you consider me? Angalia kisi unaniconsider. How you take me? Angalia kisi unanikamata. Where are you? Angalia kisi unakuita Ivana, uko wapi? That time you cannot pick the phone. Ile saa utapokea. You see it like this. Unaiangalia pale. Hey pastor, I was not around with my phone. Hey pastor, nimani saa telefone I kunyumba. was in my bedroom. Nilikuwa mchawi. You are not lying at me. Hauko unanidanganya. You are lying at the one who sent me. Uko unadanganya ule mwenye alinituma kwako. There are some people here. You are here. Kuna watu wengine when I call you, you see nice but you are telling me that unaona telefone vizuri lakini unakataa kuitika. It is a grace when your pastor calls, you want to hear his voice. Ni neema kuona mchungaji anakuita, unataka kumsikia ni neema. Some of us they are looking to see me but when can you come in my country? Watu wengine wako wanapenda wanione, wako wanataka waniinvite, wanambia usiku gani tokea mpei yetu. Lakini hapa hakuna kitu. You have to know that. Case to you, you don't understand this blessed whoever. Case to you, you don't understand this, so I'm talking to you. And bless the one who's understanding what I'm telling to you. Ni laana kwako wewe, au kunasikia vile bado niko nakupatia. With the zeal. You are coming to church very early. You know that I'm fighting. This is the time. But you are waiting for your pastor to call you. And are you understand what you are doing to yourself? You are destroying yourself. Nabidi yote inabidi uje kanisani asubuhi, lakini wengine wanasubiri mpaka pastor akwambia kubembeleze ukie kanisa. It always excuses. Unaleta kila siku masababu. We always come late. Tunakuja tunachelewa. Why? Because of people they come late. Kwa sababu watu wanakuja. Which life are we living? Tuko tunaishi maisha. And when we tap 1 hour, I am the one who pays. Wakati tunapita ingine muda moja, ingine saa moja, inabidi tena nilipe mie peke. If they invite you to party, it's not bad to go. Go. Kama wanakuita kufeti, sio mbaya kwenda. But finish facing God. Lakini maliza kwanza na Mungu. You go, you pray. Unaenda unaomba. You thank God. Unamuonesha Mungu maisha yako. You go to party. Na unaenda kufeti. Inaeleweka. But you take the place of God, you put party. Lakini unashika nafasi ya Mungu unaitia pembeni, unaenda kufeti. You know that this is the time. Okay, now let's stand up. Unajua kama huu ni muda. This is the time to go to party. Huu ni muda wa kwenda. This is the time to go to church. Huu ni muda wa kwenda kanisani. Choose. Chagua.
You see, I am preaching you things which is in the Bible and verses I'm giving you. Nakwambia mambo yenyewe kwa Biblia na mavesi na Why you come in Australia, you change your behavior? Jia ni unafika Australia unabadilika. How many you was going in mountain and mountain? Ulikuwa unaenda kwenye milima na milima unaenda kuomba Mungu. Because here you have food to eat. Kwa sababu hapa uko na chakula. You pay your money of rent. Hata utumike utapata fedha ya bure. Church like a second hand. Ndio maana unaona kanisa kama VAT. You know what? The Bible says whatever we do on earth, kumbuka Biblia inasema yale yote tunayofanya italipwa mbinguni itakufuata. Every action you do. Ile yote unafanya pendo. They are trembling to wait for God. Wabarikiwa wale ambao wanatetemekea kumtumikia Mungu. Amen. To tell you what then is something. Niko na mengi ya kukuambia lakini acha tu niache. Work with zeal. Utumike na bidii. Tell my brother, thank you for honoring me to invite your party. Let me finish the prayer, I'll come. Thank you. Unamwambia kaka, nafurahi sana kwa kuniita kwenye feti yako. Hata kwanza niombe. You don't know what you have answered him. And now you say that this is a real Christian and I'll go to his church one day. But you, they don't know even if you are a Christian. Lakini watu wengine wanasema nitaenda kile siku lakini wewe hawajui kama wewe uko Mkristo wala. Let me say, there is one of the singers here. Kuna mtu ambaye ni mwimbaji hapa. I went to give invitation to his the friends. Kuna mwingine nenda kupatia rafiki yake invitation. Your friend is a singer. Haujui kama mwenzako ni mwimbaji. Hadi tuambia. Are you a singer? Uko mwimbaji wewe. They see her behavior. Wanaangalia tabia. How she dress. Wanaangalia kisa anavaa. She cannot sing in the church. Sasa hawezi imba mkanisa. You see how you are evangelizing outside? Angalia kisa uko na ubiri nje. Me I'm struggling go in the home giving invitation to people. Mimi niko na teseka na pana invitation. Kanisa gani? Oh, Pastor Christian. So your behavior has chased people out of the church. Tabia yako inaanza hata kufukuza watu mkanisa. Where are we going? Tunaenda wapi? Understand that is a case. Tuelewe kwamba hiyo ni laana. But in all things, lakini kwa mambo yote, Jesus loves you. Yesu anakupenda. God loves you. Mungu anakupenda. He wants you to be with him. Anapenda wewe uwe naye. That's why he sent Jesus. Na ndio kwa maana amemtuma Yesu, a true Passover. Mwenyewe ambaye ni Pasaka ya ukweli. Amen. Amen. Love Jesus. Umpende with everything you are. Kwa yale yote unayo. Worship Jesus. Muabudu Mungu with everything you are. Kwa yale yote unayo. Jesus is everything you are. Yesu ni mambo yote uko. Your husband, your wife can disappoint you. Mume wako, mke wako anaweza kukukataa. Lakini Yesu hawezi kukukataa. You have done a lot of mistakes to Jesus. Ulifanya mambo mengi kwa Yesu. But he still loving you. Ulifanya mambo mabaya mengi lakini anakupenda. Love Jesus. Umpende Yesu. Amen. Amen. This is the beginning of our journey. Hii ni mwanzo wa safari yetu. Accept Jesus to take you out of kubali kuitika Yesu akutoe ndani ya Misri. He loves you more than everyone, I'm telling you. Anakupenda kuliko kitu chochote. Today I can change. Leo naweza kubadilika. But Jesus will never change. Lakini Yesu hawezi kubadilika. Your pastor, your everyone can change. Rafiki yako pastor anaweza kubadilika. But no Jesus. Lakini Yesu hawezi kubadilika. And don't be disappointed because of the reality of life. Na usivunjike moyo kwa sababu ya realite ya maisha. God loves you. Yesu, Mungu anakupenda. It's possible that your wife can disappoint you. Inawezekana mke wako anaweza kukuvunja moyo. Don't leave Jesus because of your wife. Lakini usimwache Yesu juu ya mke wako. Don't leave Jesus because of your father. Usiache Yesu juu ya baba yako. Your mother will tell you that I don't love you. Don't leave. Mama yako anaweza kuambia sikupendi, lakini usiache Mungu juu ya mama yako. My brother. Yesu anakupenda. My mother. Yesu anakupenda kaka yangu, mama yangu. Decision to be with him. Kamata decision kuwa na Yesu. It's whatever he asks you this morning. Hii njoo na kuomba kwa asubuhi ya leo. Can we stand up, please? Tunaweza kusimama tafadhali. Mungu wetu wa ajabu, ajabu. Mungu wetu wa ajabu, ajabu. Mungu wetu wa ajabu, 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 ajabu. Ukitazama mwenyewe ajabu, jinsi ninavyoishi, ajabu. Mungu wetu wa ajabu, ajabu, ajabu,
Oh, ukitazama milima jinsi inapendeza, Mungu wetu wa ajabu, 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 jinsi nilivyokuwa na jinsi nilivyo, Mungu wetu wa ajabu, ajabu, sing it with your heart. God is marvelous. ajabu, Ukitazama mwenyewe jinsi ninavyoishi, ajabu, Mungu wetu wa ajabu, 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 nakiri Mungu wetu wa ajabu, ajabu, Mungu wetu wa ajabu, ajabu, Mungu wetu wa ajabu, 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 ajabu. I want you to pray. Yes. Napenda uombe. Say, God, Mwambie Mungu, you are marvelous. uko Mungu mkubwa. You are great. Uko Mungu ajabu. You are great. Uko Mungu Thank you mkuu. for this word Asante kwa neno hili. concerning my life. Kutokana na It is maisha because yangu. you love me. Kwa sababu It's unanipenda. because you have chosen me. Kwa sababu Come umenichagua out of Egypt kutoka ndani ya Misri. to have a position Kukuwa na of position eating this ya Passover. kula hii I Pasaka. say you are great. Nasema uko Mungu mkuu. Pray, 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 pray. Omba, omba, Say, omba. God, you are great. Mungu uko mkuu. Thank you for this Passover. Asante kwa Pasaka hii. You are great. Help me. Help me. Nisaidie Mungu, nisaidie. Oh, Jesus. Yesu, Help your church. nisaidie kanisa lako. Help your church. Saidia kanisa lako. Help your church, Lord. Saidia kanisa lako Baba. Let them be dressed Acha wavae. with the zeal. Wavae na bidii. Let them dress with tithing by their belt. Wavae na mikaba ya kufungwa vizuri. Help your church. Saidia kanisa. Help your church. Saidia kanisa. Abba, Father. Baba, Help your church. saidia In kanisa. the name of Jesus Kwa Christ. jina la Yesu. Help your church. Saidia kanisa lako. And thank you Asante for this marvelous word. kwa hii neno nzuri. You deserve the glory Unastahili and the sifa honor na utukufu forever milele and ever. na milele. Father, lift up your hand Pandisha mikono yako, to pray for you. nataka nikuombee. Lord Jesus, Yes Lord. I bless you for today. Thank you for my mother, my father, my brother, my sisters in this place. Oh yes. I believe that they have heard the word. Don't allow this devil to go and take it away from them. Oh yes. As it is written in Matthew chapter 15, that they sow a plant and the devil come to take it away. I pray Yes. as a guardian of these ships, I destroy every contrary wind Oh, yes. which shall come to them and take away the word of God. Oh yes. In the name of Jesus Christ. Amen. Let this word be stick and sing on their hearts. In Jesus' name of Nazareth. Amen. Let them do. Let them work on this word. Amen. Let them love it. Oh. Let that inner person is telling contrary word. I cancel that mind. Amen. That negative mind is telling you no. I say out of you in Jesus' name. Jesus name. May the love of God eat your life and embrace you. Amen. In the name of Jesus Christ. I pray everyone is sick in this place. Lift up your hand. I say everyone is sick in this place. Oh yes. You spirit of sickness, out in Jesus' name. Every kind of sickness, diabetes, malaria, leukemia, HIV, cancer, high and down, low pressure, blood pressure. I say out in Jesus' name. By the word I'm praying, I put it in your body. May you live again. Yes. In Jesus' name of Nazareth. If you are feeling pain in your body, as a shepherd of God, I command out that pain. Amen. In the name of Jesus Christ. Oh yes. The God I'm praying, the God of my father, P.A. and Kai, I decree and declare, you are healed. In Jesus' name. Je décrète que Dieu guérit au nom de Jésus. Amen. Que le ciel puisse écouter ta prière. Amen. Au nom de Jésus. Je me tiens et je prends ta prière et je le mets auprès de l'Éternel. Que l'Éternel puisse exaucer cela. Au nom de
de Jésus-Christ. Amen. Et afin que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie à jamais et à perpétuité. Amen. Que tu puisses vivre une vie paisible dans la présence de l'Éternel. Yes, Au nom de Jésus-Christ. As all of us, we are going to pray. Oh Father, let's pray in Jesus' name. Notre Baba Père, yetu wa mbinguni, jina que ton nom lako soit sanctifié. litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, uyasamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour de siècles et de siècles. Amen. Amen. Let's clap for Jesus. Amen. Let's clap for Jesus. Espera huko yoga kanyululu kama mambo wasawa. Thank you, Jesus, for your word. Woo! We might have a seat, please. Thank you so much for today. Viewers all over the world, God bless you. See you next Saturday, 4 o'clock p.m. Thank you. So, thank you everyone for your presence. Kila mtu asante kwa ujio wako.